Bwana we, picha yetu inaanza ufukweni mwa bahari. Tunamwona Jack akichukua boti yake ndogo na kuelekea kuvua. Jack alipita ndani ya mwamba huu hapa ambao upo kama pango na kutokea sehemu ambayo iko wazi na kuelekea moja kwa moja kwenda kuvua. Akiwa amefika sehemu ya kuvulia, hapa anaona ukungu mzito ambao unatoka kama moshi, na alipojaribu kupambana kuangalia ni namna gani ukungu umetokea wapi, anakuta anapata zoruba. Jack alijawa na tahayari. Jack hakujua kitu gani cha kufanya, lakini mara ghafla mbele ya macho yake anaona boti ambayo imeandikwa A.U. Lewis. Hakujua A.U. Lewis ina maana gani ama boti hii ni ya mtu gani. Taratibu alivutiwa kuiangalia na alipochunguza ndani hakujua, akabidi afunge boti yake ndogo na aingie ndani ya boti kubwa hii ili mradi aende kuangalia. Alikuta vitabu na alipochungulia ndani hapa alikuta vyakula vimejaa pamoja na maji, yaani mahitaji yote ya mwanadamu aliyakuta yako hapa na vitu vya kutosha. Na alipoangalia radio call hapa hakupata mawasiliano yote, lakini cha ajabu Jack alipotoka zake nje kwenda kuangalia boti yake tena hakuikuta ile boti yake ndogo, licha ya kwamba boti yake alifunga hapa. Jack alirudi ndani na kuchukua kamera na kuangalia nje, lakini hakuona kitu chochote. Asubuhi yake hali ya hewa ilipotua, Jack alitaka kuangalia dira aelekee wapi na boti yake. Jack akiwa na maswali mengi ya kujiuliza, akiwa na mashaka na kujiuliza hii boti imekwaje, mbona hii boti haina watu. Jack aliendelea kupekua na hapa aligundua boti hii si mbovu sana na boti hii inataka marekebisho kidogo. Basi Jack akaanza kuifanyia utaratibu wa kuikarabati hii boti iweze kwamba ikamsogeza sehemu moja ama sehemu nyingine. Jack alitengeneza engine na engine ikakubali, na mwisho siku Jack taratibu akaanza kuiendesha hii boti. Akiwa anaendesha hii boti na hapa akachukua radio call kidogo kujaribu mawasiliano kama kuna mtu yoyote ambaye anaweza kumsikia ili mradi apate naye mawasiliano. Tu cha ajabu, Jack alipotaka kwenda kukojoa basi boti nusura imtupe nje. Jack alikamatia vizuri na kuona bora arudi zake ndani na kwenda kukojoa kwa sababu choo kilikuwepo. Lakini kipindi hapa anaingia mule chooni akasikia kitasa kimejiloki. Basi Jack alipomaliza kukojoa na alipotaka kufungua kwa mlango limadi atoke, Jack alifungua tena mlango mpaka kufungua tena, na inaonekana hii boti kama ina miujiza, na hii boti ilikasirika kwa kitendo cha Jack kutaka kumwaga mkojo ovyo ndani ya boti yake. Na alipofungua sanduku moja Jack hapa alikuta damu, na alipomaliza hizo damu hakuzielewa damu hizi zimesababishwa na kitu gani, lakini alichukua kitu hapa ili mradi kuendelea kuchokochoa kwa sababu bado Jack hakuwa na imani kama boti hii ina miujiza ama boti hii ni ya kichawi. Lakini Jack kwa mbali anakuta boti nyingine ambayo ilikuwa iko juu na inapita. Jack alijitahidi sana kuomba msaada, alau asaidiwe, alau aokolewe, lakini hapa alishindwa. Kila akijitahidi kutoa kichwa chake katika dirisha dogo hili na alijikuta anapoteza nguvu zake nyingi na hapa kushindwa kupata maarifa. Basi Jack alianza kuvuta kamba hii ili mradi ufungue mlango wa choo, lakini hii kamba inaenda inashika propela na meli inaanza kupata hitilafu. Jack ili swala analigundua, lakini kila analolifanya hii meli kama inamwadhibu. Mara ghafla kamba hii ikajaa katika kishingo yake na ikaanza kumnyonga, lakini Mungu alimnusuru tena na Jack alipona. Na hapa Jack anajiuliza maswali mengi ambayo jibu hapati, na kujiuliza hapa mimi nitatokaje. Na mara ghafla anakuta maji yanaingia ndani ya boti hii, na alipoangalia vizuri haya maji bali hayakuwa maji ya chumvi, bali yalikuwa ni maji ya kawaida. Jack alihisi ndani ya boti hii kuna mtu ambaye anamchezea. Alijaribu tena kumuita, "Oh ndugu yangu nisaidie basi nitoe. Nisaidie." Lakini huyu mtu wala kujibu. Na hapa kiu ya maji ilimkamata, na maji alipoona tena maji yanaingia chini, ilibidi anywe maji ya chini. Lakini kwa mara hii ama tripu hii ya pili alipoonja maji haya, aliyaona kabisa maji haya ni ya chumvi. Basi Jack akaanza kuyamwaga nje kwa kuhofia boti yake inaweza ikazama. Akajitahidi na kupambana na zohali nje ilikuwa kali sana. Kiza tena kikatanda. Jack hakuacha na kukata tamaa kutetea maisha yake, na akasema hakika kama niliingia basi hakika naweza tena kutoka. Jack alipambana na kuchukua wembe mdogo na kukata ile kamba ambayo imeshikilia eneo la mlango, lakini damu na wembe ulimkata kidole chake taratibu, lakini hakukata tamaa. Akaendelea
kukata hii kamba na maji yakaendelea kujaa ndani ya boti hii. Jack alipambania maisha yake no matter what, lakini asubuhi yake ilipofika hali ya hewa ikatulia na Jack alikata tamaa, na usingizi ulipoanza kuisha taratibu, Jack anajikuta mwili wake umeshika baridi na Jack haelewi, lakini hapa akajitahidi tena kufungua kwa mlango, wala mlango haukufunguka na Jack alikata tamaa na kujua hapa mwisho wake sasa hivi umefika, kwa sababu chumba kilijaa maji. Kitu cha ajabu ambacho Jack hakutegemea, alipotulia tu na alipojaribu tena, mlango huu ulifunguka bila shida yoyote. Basi Jack alirudi juu hapa na kufanya mpango kupunguza maji na kuangalia namna gani anaweza kutengeneza japo ataka boti kadogo, ikibidi atoke ndani ya nyumba hii, ikibidi aondoke ndani ya boti hii hapa, kwa sababu boti mpaka sasa hivi inamtia mashaka. Alipanda katika kiboti kidogo, Jack taratibu akaanza kuondoka, lakini akafikiria, je, itapotokea dhuruba si nitakufa na haya mapira? Jack taratibu tena alirudi tena katika boti yake kishetani, maana boti hii si boti ya kawaida, na kuanza kufanya utaratibu namna gani anaweza kupunguza maji na kuingia chini ya engine kule na kutengeneza engine. Na kweli taratibu alitengeneza pampu na pampu ikaanza kumwaga maji, na Jack akaendelea kusaka msaada alau aweze kuondoka. Jack alipambania maisha yake, hakujali na wala hakupumzika, na hapa kwa mbali alikuta boti kubwa na akasema aogelee tena, lakini kila anapofikiria kwamba unaachaje boti kubwa kama hii kwenda kuchukua boti ambayo hujui utapata msaada ama hutopata msaada, na kuona boti yake sasa inamfuata kwa spidi kubwa, yani boti ilikuwa kama mtu. Basi Jack alijitosa na Jack akaona hii boti ni boti gani, lakini tena Jack hakukata tamaa na akajaribu tena kutetea maisha yake ili mradi aweze kutoka. Jack alijitahidi sana kuogelea ndani ya maji haya, lakini hakupata neno lolote wala kupata jambo lolote, na usiku ulipofika anajikuta kama kuna vitu vinamshika ndani ya maji haya. Akajua labda ni papa ambao wanaweza kumzuru, kumbe walikuwa ni samaki ambao wanaitwa dolphin, ambao ni siku zote hao na binadamu ni kitu kimoja, yani hawa dolphin hawazuru binadamu na wala binadamu hamzuru dolphin. Kwa mbali ile boti ikasogea, lakini wale dolphin wote wakaondoka baada ya kuona hii boti tu imesogea. Jamaa alikuwa na maswali ya kujiuliza, hii boti ni boti aina gani? Mbona hii boti inanipa mchanganyo mimi nichanganyikiwe? Basi jamaa alipanda tena juu ya boti hile tulia, kwa sababu ndio boti ambayo imemleta mpaka hapa. Jack akaendelea kupambana na kurudi ndani hapa kulala na alau kupumzika, lakini hakukata tamaa na maisha yake, hakukata tamaa na kila kitu ambacho anakifanya. Jack hapa leo anajikuta anafungua mlango na kukuta store nyingine ambayo mara kwanza hii store hakuiona, na mara kwanza alipekua, lakini store kama hii hakuikuta, na hapa anakuta baadhi ya vitu. Jack aliendelea kuviangalia na kukuta mitungi mingi, yani hatari madude ya kuokolea, na kukuta vitu na kukuta baadhi ya vitu vingi tu. Jack alijiuliza hii boti A.R.O. Lewis ina maana gani? Lakini kipindi anaingia tena huku ndani anaona mji kwa mbali, anaona hii boti inampeleka katika mji mkubwa na ajiuliza huu mji ni mji gani? Jack alipambana sana ili mradi iboti aende akaisimamishe na alau iboti iende ikasimame hapa. Jack anapambania maisha yake. Jack lakini alipoingia hapa alinasa tena, kila akitamani tena kutoka ama kufungua ule mlango, Jack inakuwa kitu hiki hakiwezekani. Jack anasema hakika nimepoteza, na alipotulia tu mlango wenyewe ukajifungua. Jack anajiuliza hii boti namna gani? Hii boti inaendeshwa na mtu ama kuna mtu ananichezea? Na anajikuta anasogelea katika sehemu ambayo ishafika kama ni bandari, ama boti hii imemsogeza mpaka sehemu ya nchi kavu. Jack taratibu anatoka ndani ya boti hiyo na milango yote ilijifungua, lakini alikamata chuma hapa ili mradi kujilinda, ili mradi kujitunza, na alipoangalia kulia kushoto wala hamuoni mtu yeyote ndani ya bandari hii, na bandari hii anakuta kama ambayo imetelekezwa zamani. Jack aliangalia boti yake vizuri, lakini ghafla hii boti ilijiwasha na inajipiga reverse na boti hii inaondoka taratibu. Jack anajiuliza hii boti anaendesha nani? Lakini kuiangalia vizuri hii boti wala hakuiona tena. Jack akaona isiyo mambo mengi, kwa kuwa nishafika ulayani nitakuta tu wananchi. Basi Jack akawa anatembea mdogo mdogo, lakini hapa ajabu anaiona tena ile boti yake ya mara kwanza kabisa ambayo aliacha hapa, ambayo alitoka nayo na kwenda kuvulia. Anaikuta ile boti yake imekaa, na alipoangalia vizuri aliona tena watu wamejaa kibao. Anajiuliza nilikuwa naota ama? Anaiona ile boti kwa mbali katika ule mwamba pale alipopita, na akasema hakika sikupita katika mwamba safi na salama, bali nilipita katika mwamba wa shetani. Oya wanangu wa Tam TV Recap, kama ni mara ya kwanza kujiunga nami, usisahau kunifollow, usisahau kusubscribe. Chao.